Naam, habari ya hapo ulipo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, bila shaka mzima wa afya, tena buheri wa afya. Ni siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa majira kama haya. Tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena Mungu amekuwa mwema kwetu kwa sababu tumeweza kuona siku hii ya leo. Watu walikuwa wametamani kuona siku hii ya leo na kuanza hata mwaka vizuri, lakini hawakuanza. Wewe una kitu gani cha kusema kwamba hasa hichi ndicho kimesababisha mimi niwepo hapa? Hizi ni kudra za Mwenyezi Mungu, wala hakuna mtu anayeweza kujigamba na kusimama mbele za watu kusema ameiona leo kwa kuwa yeye ni mwamba ama yeye kwa kuwa amefanya jambo fulani. Hapana. Naam, hivyo basi hatuna budi kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kututendea. Ni wakati mzuri mwafaka kabisa ambao unakualika katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumepata neema na rehema ya kukutana hapo katika kipindi hiki. Ninaitwa Hossein Karia. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Naam, hivi leo nakupeleka wapi? Leo ninakupeleka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ngudu Mission. Ngudu Mission ipo katika maeneo ya jimbo la Nyanza Kusini, hasa wilayani Kwimba. Huko ndiko ambako wanapatikana. Katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Neema ya Mungu, basi watatupeleka katika dakika 60 kuangazia yale ambayo wanayafanya katika uimbaji. Hapo utapata mahojiano, lakini pia nyimbo mbalimbali ambazo tutaweza kusikia kutoka kwao. Mimi nikualike kwamba tuwe pamoja na tuwe sote wakati huu katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tuko pamoja. Mimi naitwa Hossein Karia. Unaitwa nani hapo ulipo? Naamini kabisa kwamba unajitaja tu jina lako kwa uzuri kabisa na mambo yanaendelea kuwa sawa. Na bila kupoteza wakati tuanze kwa ombi ili tuweze kupata nguvu ya kwenda dakika 60. Hivyo ndivyo ambavyo inakuwa hivyo. Hapo karibu tuweze kupata ombi. Mungu Baba uishe mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako mimi na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Baba wa mbinguni, tunapoanza kipindi hiki tulinde, tuongoze, tubariki sawasawa na mapenzi yako, lakini ujumbe utakaopatikana kupitia nyimbo hizi, kupitia waimbaji hawa wa Ngudu Mission, basi ikawa ni baraka na hatimaye watu waweze kupiga hatua na kuchuchumilia wokovu wao na hatimaye kurithi ufalme wa mbinguni, kwani ni ombi langu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu cha Gani za Nyanza juma hili. Mara baada ya ombi hilo linanifanya kwamba sasa nikupeleke katika album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ngudu Mission, wakiwa wanapatikana pale Kwimba. Basi watatupeleka katika dakika 60 kuangazia masuala haya ya uimbaji. Mimi nikualike tena na tena kwamba waweza kunitafuta kupitia nambari ya simu ya 0759 005127. Wewe mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, tumia fursa hiyo vizuri sana. Kile ambacho kimefanyika Ngudu Mission kinaweza kikafanyika hapo kwako, kutegemea na wewe mwenyewe vile ambavyo utakuwa umekidhi vigezo, hasa kuwa na santuri muonekano ama santuri sauti, na kuwa vizuri sana. Naam, kama ni hivyo basi tukaweza kusikia nyimbo 2 mfululizo kutoka kwao Ngudu Mission. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, lakini pia wimbo wa pili unasema mbingu zatangaza. Je, mbingu zinatangaza nini? Na ubatizo unaozungumziwa hapa ni upi? Wa kunyunyizwa maji, kuruka moto, kutandikwa viboko na vitu kama hivyo. Ngudu Mission wanakuja na nyimbo zao 2 mfululizo. Karibu tuweze tubarikiwe sasa katika kile ambacho nimekuandalia siku ya leo kupitia kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Hii ni Hope Channel Tanzania, lakini pia WR Tanzania katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Karibu. Ubatizoni huu wa kwanza alioufanya Yesu, ndio leo twautangaza, muzamishwe majini. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi
uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Watoto hawafai kubatizwa, ila wawekewe mikono, kuwakabidhi kwake Bwana, wakuwe kwa pendo lake. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Wengi wetu leo twadanganywa kwa ubatizo usiofaa. Ubatizo wa kweli ni huu, uzamishwe majini. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Amini, amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Amini, ubatizwe, ni ishara ya ukombozi wako. Uzamishwe majini, usafishwe dhambi, ndipo utakuwa na heri kwa Bwana. Mbingu zatangaza uweza wako, e Muumba. Mwezi, nyota na anga, viumbe vya asili, vyote vya kutukuza, e Mwokozi wa milele. Vitu vyote uliviumba wewe. Mbingu zatangaza uweza wako, e Muumba. Mwezi, nyota na anga, viumbe vya asili, vyote vya kutukuza, e Mwokozi wa milele. Vitu vyote uliviumba wewe. Vyote Bwana, baharini na angani, pia chini ya dunia, vyote vinakungoja uvilishe, e Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Vyote vinakungoja uvilishe, e Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Vyote Bwana, baharini na angani, pia chini ya dunia, vyote vinakungoja uvilishe, e Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Vyote vinakungoja uvilishe,
kuvifanya vipate uhai. Kila jambo lina majira yake, Bwana, na sisi wanadamu hivyo tunakusifu. Sisi ni kazi ya mikono yako, Mwokozi, tutume tuifanye kazi yako. Kila jambo lina majira yake, Bwana, na sisi wanadamu hivyo tunakusifu. Sisi ni kazi ya mikono yako, Mwokozi, tutume tuifanye kazi yako. Yote Bwana, baharini na angani, pia chini ya dunia, yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Yote Bwana, baharini na angani, pia chini ya dunia, yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Yote Bwana, baharini na angani, pia chini ya dunia, yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Yote vinakungoja uvilishe, Bwana, na kuvifanya vipate uhai. Mara baada ya nyimbo hizo mbili mfululizo, ni wakati mzuri mwafaka kabisa wa kuendelea kusonga mbele. Sasa tunaelekea wapi? Tunakoelekea sasa ni kwenda kuwafahamu Ngudu Mission ni akina nani, na hapa tutaweza kujuzwa na kiongozi ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya hii juma hili katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Baki hapo hapo ukiwa nami Hussein Karia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza, tukiwa tuko pamoja hivi na mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa masaa haya. 0759 005127. Namba hiyo unaweza ukaitumia kwa uzuri kabisa, nikasikia kutoka kwako hapo ulipo na vile ambavyo unabarikiwa na kipindi hiki. Karibu. Kwa majina ninaitwa Yoeli Manumbu Sylvester, ni mwimbaji wa kwaya ya Ngudu Mission, ninaimba sauti ya 4. Mimi ni kiongozi katika hii kwaya kama mwenyekiti nayeongoza hii kwaya. Hii kwaya ilianza mwaka 1988 baada ya kuwa imetengwa kutoka katika kanisa la Maria, na ilipokuwa ilitengwa ikiwa na jumla ya washiriki 46. Mwaka 2015 hii kwaya ilibadilisha mfumo wa uimbaji. Mwanzoni ilikuwa ikitumia mfumo wa magitaa katika uimbaji wake, lakini baada ya siku zilipokuwa zimesogea tukaamua tubadilishe mfumo wa uimbaji, ambapo sasa tunatumia uimbaji wa mawimbi. Kwa ujumla hii kwaya ina shughuli nyingi inayojishughulisha nazo, ikiwa ni pamoja na kuhudumu katika njia za mahubiri. Imefanya mahubiri mbalimbali yakiwemo mahubiri ya Mwarusho, ambao kazi kubwa ilifanyika kule Mwarusho. Na kitu kingine pia inashiriki katika harambee mbalimbali
za uchangiaji kwa ajili ya ujenzi wa makanisa mbalimbali. Kwa mfano, hii kwaya imeweza kushiriki harambee katika kuwezesha kuchangia kanisa la Mwarugabagole. Pia tumeweza kushiriki katika kazi ya ujenzi wa kanisa la Swea. Kuna kanisa pia la Nyamongoro, kanisa la Swea pamoja na Kiseke. Hii kazi imefanyika kupitia pia hii kwaya. Hii kwaya pia kinachofanyika ni kuendeleza kwaya kupitia michango mbalimbali katika kazi yake ya kuendelea kukua. Kwamba kuna michango ambayo muda mwingine kwaya ambayo inahitajika, basi mwanakwaya mmoja mmoja anakuwa anatoa sehemu ya kipato chake kwa ajili ya kusapoti kazi ya uinjilisti ambao pia ni uimbaji. Na kitu kingine pia tunapata wadau mbalimbali ambao pia wanatusaidia katika kukuza hii kwaya. Na jambo jingine ambalo tunalipitia au tunaweza kufanya katika kwaya ili iweze kukua na kuendelea ni kupitia zile santuri muonekano ambazo watu tunazizindua tunapofikia mwisho wa kukamilisha kazi yetu. Kwa mfano, sasa hivi tuna santuri kama 2 ambazo ziko tayari, ziko sokoni, santuri namba 1, namba 2, na sasa hivi tunaenda katika santuri namba 3 kwa ajili ya kufanya hii kazi. Wito wangu kama mwenyekiti wa hii kwaya ni kutaka tu kuwaomba wanakwaya wote kuweza kumjua nani wanayemtumikia katika maisha yao. Jambo la msingi katika maisha yao ni kuendelea kudumu katika uimbaji ili kusudi waweze kukua na kukomaa kiroho. Na jambo lingine la msingi pia ni kuwaombea hao waimbaji tuendelee kudumu katika kazi ya uimbaji hadi Yesu atakaporudi mara ya pili kuja kutukomboa. Malengo ya kwaya yapo mengi. Moja wapo ni kutaka kuendeleza kutoa santuri nyingi. Kama nilivyokwisha sema kwamba hadi mpaka sasa hivi tuna santuri 3 ambazo tunazoenda sokoni, lakini tunategemea tuwe na santuri nyingi tu ambazo pia zitaweza kuwasaidia watu wengine kwa kuja kwa Yesu. Lengo lingine nitaendelea kazi ya uinjilisti katika kuhakikisha kwamba tunaokoa mioyo ya watu. Na mwisho, hii kama tulivyosema mwanzoni kwamba hii kwaya itajihusisha na harambee mbalimbali katika kuendeleza au kujenga makanisa kulingana na mahitaji ya watu. Pia mnaweza kutufuatilia kwa mawasiliano yafuatayo ya simu ni 0672722079, na pia mnaweza mkatupata kwa mitandao ya kijamii YouTube, ukiandika Ngudu Mission SDA Choir mnaweza mkatupata kwa njia nyepesi zaidi. Asante sana kiongozi wa kwaya kutupeleka hapo mlikofikia. Mungu wabariki sana, muendelee kumtumikia, lakini pia msonge mbele zaidi na zaidi, ili kwamba basi watu wakapate ujumbe wa neno la Mungu kupitia kwenu. Tangu mwaka 1988 mpaka leo, wengine tulikuwa hata wengine hawajazaliwa na vitu kama hivyo. Wengine sasa ndio wanashuhudia mambo mbalimbali yanafanyika. Wenzetu walianza tangu kitambo kumtumikia Mungu. Ndio sasa twende wapi? Twende sasa katika sehemu hii muhimu sana ambayo bila shaka itakubariki pia. Wimbo unaobeba album, kama nilivyokuambia, album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ngudu Mission inakwenda kwa jina la Neema ya Mungu. Basi yamkini kuna wimbo unasema Neema ya Mungu, twende tukaweze kusikia. Huo ndio wimbo ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya hii. Karibu. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupandisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupandisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru.
Neema ya Mungu imenifunika, imefunika wimbi la dhambi zangu, imefunika uovu wote. Neema ya Mungu imetosha kwangu, neema ya Mungu imenifunika, imefunika wimbi la dhambi zangu, imefunika uovu wote. Neema ya Mungu imetosha kwangu. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Nuru yake Mungu imenimulika, imeangaza ndani ya moyo wangu. Nilipoipata neema yake, maisha yangu yote sasa ni baraka. Nuru yake Mungu imenimulika, imeangaza ndani ya moyo wangu. Nilipoipata neema yake, maisha yangu yote sasa ni baraka. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Neema yake Mungu ni ya ajabu, imetupanisha kwenye utukufu, imesafisha njia ya wokovu, na sasa mimi niko huru. Asante sana kwa wimbo huo. Naamini kabisa kila mmoja amebarikiwa na wimbo huo ambao unabeba album. Sasa ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye amefundishwa. Unaweza kawa ni mtu mmoja, kikundi, lakini pia hata kwaya kama unavyoiona kwaya ya Ngudu Mission hivi wanatubariki kwa uzuri kabisa. Twende sasa tukaweze kusikia ni kipi ambacho mwalimu anakizungumza. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ninaendeleza kipaji kile ambacho naona Mungu ndo amenipatia kwa wakati huo. Nikawa nafundisha, nikaanza kufundisha kwaya PFC ya kanisa la pale Nkinga, na baadaye
nikashawishi kwaya ya kanisa hilo, tukaunda kwaya pale, na nikaendelea kuwa nafundisha kwaya kanisa la Nkinga. Na mwaka 2009 nikawa nimeenda katika chuo cha Arusha University, lakini nako pia nilijiunga na kwaya hile, nikawa naendelea kufundisha na pamoja na walimu waliokuwa katika kwaya ya pale chuoni, kwaya Silver Trumpet. Lakini baada ya hapo nikawa nimehitimu masomo yangu pale katika chuo cha Arusha, na baadaye ndipo nilipokuja katika kanisa la Ngudu Mission mwaka 2015. Lakini pamoja na hapo tulikuwa na mwalimu mwingine ambaye alikuwa tayari anafundisha kwaya hiyo, lakini bado pia naye akaendelea kunivutia na kunishawishi kutamani kuendelea kuwa mwalimu wa kwaya. Katika kwaya yetu mpaka sasa nikishirikiana pamoja na mwalimu wenzangu, mwalimu Emma Marco Runungu, ni mwalimu wa kwaya, tuko pamoja naye, na hivyo tunaendelea kusaidiana kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya Mungu iwe nzuri zaidi, na kazi ya uinjilisti tuweze kwenda mbali zaidi kwa ujumbe ambao tunautumia kwa njia ya uimbaji. Yetu anasema kwamba hakuna kizuri ambacho hakiwezi kukosa kasoro. Na hivyo katika ubora na uzuri ambao umetufanya tumeweza kujulikana mbali na kazi ambayo tumefanya nje ya wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Kwimba pamoja na mtaa wa Kwimba, lakini kuna changamoto ambazo haziwezi zikakosekana katika kwaya yetu. Changamoto kubwa ambayo tunaona katika kwaya yetu ni sehemu kubwa ni mahudhurio, ambayo wakati mwingine mimi kama mwalimu inaniwia ugumu wa kuweza kufundisha ule wimbo na kuweza kuhudumu kwa wakati, ambapo sasa inalazimu muda ule wimbo uweze kuchukua kwa kuimbwa au kuja kuimba utachukua muda mrefu kulingana na mahudhurio ya waimbaji. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Unapoisikia sauti ya Yesu inayokuita utoke dhambini, sauti ya huruma tena ya upendo inakuita ndugu, uje kwake. Unapoisikia sauti ya Yesu inayokuita utoke dhambini, sauti ya huruma tena ya upendo inakuita ndugu, uje kwake, uje kwake, Mwokozi Yesu, upate amani milele. Maovu yako atasamehe, dunia haina faida. Uje kwake, Mwokozi Yesu, upate amani milele. Maovu yako atasamehe, dunia haina faida. Japo unasongwa na hizi shida, taabu, matatizo ya dunia, usisononeke, Yesu akuita, peleka mizigo uwe huru. Japo unasongwa na hizi shida, taabu, matatizo
akuita, peleka mizigo, uwe huru. Uje kwake, Mwokozi Yesu, upate amani milele. Maovu yako atasamehe, dunia haina faida. Uje kwake, Mwokozi Yesu, upate amani milele. Maovu yako atasamehe, dunia haina faida. Uje kwake, Mwokozi Yesu, upate amani milele. Maovu yako atasamehe, dunia haina faida. Asante sana ndugu mtangazaji. Katika kwaya yetu hapo awali tulikuwa tuna ratiba ya mahudhurio ya muda wa jioni, lakini tukaona ratiba hiyo inakuwa wengi imewabana sana, kwa sababu mtu anakuwa ameenda labda kwenye majukumu yake, ni mwingine ni mkulima, mwingine ni mtumishi serikalini, na ikatuia vigumu sana, mahudhurio yakawa ni hafifu zaidi. Lakini baadaye tukafanya mbinu nyingine ya kubadilisha ratiba mahudhurio. Tukaona mahudhurio, ratiba yetu ya uimbaji itafanyika siku ya Jumapili alfajiri baada ya maombi ya alfajiri. Lakini baada ya kubaini njia hiyo nyingine imesaidia kiasi fulani, kwa sababu watu wanapohudhuria maombi ya alfajiri na baada ya maombi yale kwaya inaendelea na ratiba yake ya uimbaji. Hivyo katika mabadiliko ya ratiba hiyo imefanya hata mahudhurio ya uimbaji kiasi fulani inakuwa inaridhisha. Asante sana mwalimu kwa maneno hayo ambayo umetupa. Nimeacha uzungumze hivi leo mwenyewe ili tuweze kusikia kutoka kwako yale ambayo unayafanya. Basi inakuwa vizuri. Nami nikwambie kwamba basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, dumu hapo hapo tukiwa tuko pamoja hivi katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza juma hili. Hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Sasa ni wapi? Ni kuelekea moja kwa moja kwa yule ambaye alifika mapema kwenye hii kwaya na yule ambaye amejiunga hivi karibuni kwenye kwaya hii ya Ngudu Mission. Wataweza kutuambia, wataweza kueleza kile ambacho wamebarikiwa nacho, na hata wakajiunga na kwaya hii ni mambo ambayo utaweza kuyapata na kuyasikia kutoka kwao. Twende tukaweze kusikia. Watapata pia fursa kila mmoja kuchagua wimbo mmoja anaopenda katika albamu hii namba 2 ya kwaya hii. Kwa majina naitwa Glory Jimmy Matisho, ni mwimbaji wa kanisa kwaya ya Ngudu Mission, ni mwimbaji wa sauti ya pili. Kilichonivutia kwenye kwaya ya Ngudu Mission ni namna ya uimbaji wao. Ndio kilichonivutia nikaamua kujiunga na hii kwaya. Wito ninaotoa kwa watu ni kwamba tumrejee Mungu, tumtumikie Mungu, kwani maisha yetu ni mafupi hapa duniani, na zaidi ya yote kama mwimbaji ni kama mwinjilisti kwa watu wanaosikiliza nyimbo hizi. Wanaposikia jumbe hizi waweze kusikiliza kwa umakini na kuweza kumrejea Mwenyezi Mungu. Sisi ni mawakili wa Bwana, twahitaji kutumika katika shamba lake, tumalize kazi yake. Sisi ni mawakili wa Bwana, twahitaji kutumika katika shamba lake, tumalize kazi yake. Tuifanyeni kazi ya Bwana kwa nguvu na mali zote. Wangojeani ndugu
Ifanyeni kazi ya Bwana kwa nguvu na mali zote. Wangojeani ndugu, njoo tuifanye kazi yake. Nayo furaha tutaiona tutakapokombolewa. Yesu atatupokea tukiwa mawakili wake. Nayo furaha tutaiona tutakapokombolewa. Yesu atatupokea tukiwa mawakili wake. Yesu atatupokea tukiwa mawakili wake. Yesu atatupokea tukiwa mawakili wake. Kwa jina naitwa George Pius Makambuya, mwimbaji sauti namba 3 katika kwaya hii ya Ngudu Mission. Kwaya hii nilijiunga mwaka jana, kwa sasa na mwaka mmoja. Najivunia kuwa katika hii kwaya. Ni kitu ambacho kilichonivutia ni kwa maana ya kwamba vijana wengi wanashindwa kuwa karibu na kanisa kwa sababu ya kutojihusisha na mambo ya kimungu. Kwa maana ya kwamba ukiwa na muda mzuri wa kuja kuhudhuria katika uimbaji, inakuweka karibu na Mungu. Na kitu ambacho nachowasihi vijana wenzangu ya kwamba wajaribu kujihusisha na mambo ya Mungu, kwa maana ya kwamba shughuli mbalimbali zinazoruhusu kanisa, ikiwa ni pamoja na njia ya uimbaji. Wimbo naupenda na unaonibariki sana, wimbo unaoitwa Kama Daudi, ni wimbo unaoupenda, lakini pia unaonibariki katika nafsi yangu. Kama Daudi na jiwe kwenye kombeo, kwa uwezo wako Bwana ukamshindia. Nami leo naomba unipe ushindi kati ya maadui wa dunia hii. Kama Daudi na jiwe kwenye kombeo, kwa uwezo wako Bwana ukamshindia. Nami leo naomba unipe ushindi kati ya maadui wa dunia hii. Ushindi hakika na Bwana nitashinda akiwa nami, hata siogopi. Bwana ndiye ushindi wangu. Ushindi hakika na Bwana nitashinda akiwa nami, hata siogopi. Bwana ndiye ushindi wangu.
wangu. Kitambo kidogo sana ndugu, tutamuona Yesu juu mawinguni akishuka nao malaika. Ndiye Alfa tena ni yeye Omega. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Atakuja kukomesha vifo pamoja na magonjwa yanayosumbua. Tarumbeta itakapolia, tutavikwa mwangaza ule wa utukufu. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Dunia hii siyo kwetu ndugu, makao yetu yako huko juu mbinguni. Jitahidi ushinde majaribu, tukaishi mbinguni kao la amani. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Vumilia, muda ukaribu, dhiki na matatizo yote yatakoma. Jipe moyo, kutapambazuka, tukaishi na Yesu pasipo na shida. Nina hamu kuu kulisikia neno hilo, neno la uzima. Neno linaponya mioyo yetu, ukilisikia furaha tele. Nina hamu kuu kulisikia
husafisha, hutakasa dhambi zote. Neno lina ufariji moyo wangu. Neno husafisha, hutakasa dhambi zote. Na mapepo yote yanakimbia, yakilisikia neno hilo. Yote hutoweka kwa neno lake, amani, furaha vinatawala. Na mapepo yote yanakimbia, yakilisikia neno hilo. Yote hutoweka kwa neno lake, amani, furaha vinatawala. Neno lina ufariji moyo wangu. Neno husafisha, hutakasa dhambi zote. Lina ufariji moyo wangu. Neno husafisha, hutakasa dhambi zote. Neno lina ufariji moyo wangu. Husafisha, hutakasa dhambi zote. Malaika wanaimba utukufu kwa Mfalme. Amani hapa duniani, Mungu na wenye dhambi. Dunia yote furahi, na njoni tumsujudu pamoja na malaika. Amezaliwa Bethlehemu, njoni nyote tuimbe. Amezaliwa mfalme. Kristo astahili sifa, ni mfalme wa milele. Kazaliwa kwenye hori, malaika imbeni. Amani idumu kwenu, tumsujudu kwa nyimbo. Tutaishi na Yesu, Mungu pamoja nasi. Njoni nyote tuimbe, amezaliwa mfalme. Enyi mbingu furahini, jua la haki yake. Ye anatupa uhai, tutaishi na yeye. Yeye mwenye
natamani kwenda kwake Yesu, ambako hakuna kinyonge chochote. Mji nilioahidiwa naye, ni hamu yangu kufika. Natamani kwenda kwake Yesu, ambako hakuna kinyonge chochote. Mji nilioahidiwa naye, ni hamu yangu kufika. Mji huo wa dhahabu umewekwa kwa ajili yetu. Njoo leo kwake Yesu, tukatawale pale na Yesu. Mji huo wa dhahabu umewekwa kwa ajili yetu. Njoo leo kwake Yesu, tukatawale pale na Yesu. Nitakaposhinda ulimwengu, nitapanda Yesu kwenda mbinguni. Nikizunguka naye enzini, itakuwa raha milele. Nitakaposhinda ulimwengu, nitapanda Yesu kwenda mbinguni. Nikizunguka naye enzini, itakuwa raha milele. Mji huo wa dhahabu umewekwa kwa ajili yetu. Njoo leo kwake Yesu, tukatawale pale na Yesu. Mji huo wa dhahabu umewekwa kwa ajili yetu. Njoo leo kwake. Asanteni sana. Mungu awabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naamini kabisa kwamba watu wa Mungu pia nao wanabarikiwa kuwatazama na kujifunza mengi kwa kile ambacho mnakifanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Naam, sasa ni wapi? Sasa ni kuelekea kufunga kipindi. Ndio, chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Wahenga walishasema hayo, basi mimi ni nani hata niende kinyume nao, ile hali ukweli ndio huo usiopingika kwamba lazima kuwe na mwanzo na mwisho. Karibu tukaweze kuungana katika ombi la kufungia. Mungu Baba ushe mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Hebu tuongoze tena mimi na mtazamaji na msikilizaji ambaye ananifuata, kile ambacho amejifunza na kile ambacho amekisikia kupitia uimbaji wa kutoka kwao kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ngudu Mission, basi kikao ni baraka kwa kila mmoja na kila mmoja kikamfanye kupiga hatua, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi hiki cha Gani za Nyanza juma hili, ukiwa unaendelea kubarikiwa hapo ulipo hadi tutakapokutana tena juma lijalo. Mimi naitwa Hoseni Karia. Wakati mzuri kabisa tumekuwa pamoja, mimi mtozi wako Hoseni Karia. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa. Sasa kama ni hivyo, ni kuweke miadi ya kukutana na wewe juma lijalo katika kipindi kizuri kama hiki ambacho naamini pia umeweza kubarikiwa. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 005127. Hiyo ndio nambari ambayo unaweza ukanitafuta, na kile kilichofanyika hapa Ngudu Mission kinaweza kikafanyika hapo kwako. Endelea kubarikiwa. Kumbuka, Ngudu Mission wanakuambia neema ya Mungu. Hadi juma lijalo.